Na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho haya kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo, na wewe ambaye pengine leo ndio siku yako ya kwanza unafuatilia mafundisho haya kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo, ninakuombea kwa Mungu akubariki sana na uendelee na moyo huo huo wa kufuatilia neno la Mungu kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, lakini pia hata katika mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Pia tunapatikana kwenye channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Popote pale ulipo, haijalishi uko nchini Tanzania, uko nchi mbalimbali za Afrika, uko nchi za Amerika, Asia na kila nchi, popote ulipo duniani, popote ulipo ulimwenguni, ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki kwa kuwa unafanya jambo kubwa kabisa la kufuatilia neno la Mungu. Basi kama nilivyoanza na neno langu la mwanzo kabisa, ni ishara ya kwamba mafundisho ya leo yanahusiana na vita. Na leo nataka nikufundishe vita vya kumpiga adui wa uchumi wako. Jinsi ya kumpiga adui wa uchumi wako. Pengine unahangaika sana, mambo yako hayaendi. Unahangaika kwa kila namna, unajishughulisha sana, unawekeza sana, unatumia muda wako mwingi sana kwenye kutafuta maarifa ya biashara yako, kwenye uchumi wako, uchumi kwa ujumla wake, iwe shambani, mahali popote ambako pana kuzalishia kipato, unaona haufanikiwi. Unajitahidi kulima, haupati mavuno. Unajitahidi kufanya biashara, hakuna kinachoeleweka. Unafanya kazi, mapato hayaonekani. Unafanya biashara zako ndogo ndogo, lakini wapi? Yaani miaka inaenda tu, unaona wenzako wanapepea, wewe unabaki huko pale pale. Ndugu yangu, kuna mtu mmoja anaitwa adui wa uchumi wako. Kuna mtu anaweza kuwa amekamata nafasi zako. Kuna mtu amekamata njia zako. Kuna mtu ameukamata uchumi wako. Mwambie Bwana wa majeshi, leo hii nataka nifahamu neno hili, nifahamu mafundisho haya, nifahamu ni kwa jinsi gani nitakwenda kupambana na adui. Nitaweza kupambana na adui aliyekamata uchumi wangu na vifungo vyote vikapate kuachiliwa. Ndiyo, Roho Mtakatifu akuongoze katika somo hili. Ninakwenda kukupa maarifa. Kama tunavyosema kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo, tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Tunakuletea maarifa. Unaweza kuwa na juhudi kwa kumtafuta Mungu kwa neno la Mungu, lakini maarifa fulani fulani ukawa haukuyafahamu. Basi leo nakwenda kukupa maarifa yanayohusiana na vita vya uchumi. Maisha ya Mkristo yoyote, naomba unielewe hapa, ni vita. Yaani ukishaitwa Mkristo, wewe tayari upo vitani. Usije ukajidanganya kabisa kwamba mimi ni Mkristo basi nitarelaksi. Mimi ni Mkristo kila kitu kitakuja chenyewe. Mimi ni Mkristo mambo yote yatakuja yenyewe tu bila kuyahangaikia, bila kupambania. Hakuna mpendwa, hakuna. Ili mradi unaitwa Mkristo, elewa kwamba hiyo tayari ni vita. Basi leo nataka nikufundishe kwa habari za vita. Tunamsikia mzaburi Daudi anasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu. Anayefanya nini? Anayemfundisha ama anayefundisha mikono yake vita na vidole vyake kupigana. Kumbe vita tunapopigana, vita si vya kwetu, vita ni vya Bwana wa majeshi mwenyewe. Sema vita si vya kwangu, vita ni vya Bwana. Hivyo kila vita tunayopigana lazima Bwana wa majeshi ahusike. Sawa, twende moja kwa moja katika somo la leo. Katika vita yoyote ina kanuni. Yaani vita ina ufundi, vita ina utaalamu na vita ina kanuni.
Usisahau mambo hayo. Hakuna vita utapigana tu kwa sababu unajua sana kuomba basi utatamka tu kila neno. Sio kwa sababu unajua sana kuomba basi utaomba masaa 24. Sio kwa sababu unajua sana kuomba utaomba utakavyo. Hapana. Vita ina kanuni. Lazima uelewe kanuni ya vita ipoje. Lazima ufuate kanuni ya vita. Lazima uijue kanuni ya vita ili uweze kupambana vita vya rohoni ili uweze kushinda. Usipojua kanuni utajikuta unaomba sana lakini mambo yatokei. Kumbe sababu ni ndogo tu, haukuelewa kanuni ya vita. Leo tuna vita vya kiuchumi. Sasa tunasema vita ni kanuni. Cha kwanza nimesema vita ni ya Bwana wa majeshi yeye mwenyewe, na yeye ndiyo aongozaye kuhusu vita. Sasa unakwenda kupigana vita ya kiuchumi, unasimamia neno lipi? Yaani Bwana wa majeshi alikupa maelekezo sehemu gani? Neno la Mungu linasema neno la vita kuhusu uchumi wapi, ili upate uhalali wa hiyo vita. Maana vita si ya kwetu, vita ni ya Bwana. Kwa unapoingia kwenye vita lazima kutafuta uhalali. Malango yako ya uchumi yamefungwa. Wapi Bwana wa majeshi anasema malango yako ya uchumi yanatakiwa yawe wazi? Malango yako ya uchumi yanatakiwa yafunguliwe. Huo ndio uhalali wa vita. Kwa lazima ugundue kwamba malango yangu mimi yamefungwa. Sasa kama malango yangu yamefungwa, sifanikiwi, hii vita neno gani linanipa kibali cha kuweza kupambana vita? Tumeanza kuona kwamba vita anafundisha Bwana wa majeshi yeye mwenyewe. Sasa tukitafuta uhalali tutaenda kusoma kitabu cha Isaya sura ya 60 aya ya 11. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 60 aya ya 11 inasema hivi: malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kumbe unaelewa kwa habari ya malango. Bwana anasema malango yangu yatakuwa wazi. Na malango yapi? Bwana ameeleza kabisa hapa kwa habari ya utajiri. Mambo ya uchumi. Bwana anasema malango yangu yatakuwa wazi. Malango ya uchumi, Bwana majeshi anasema yatakuwa wazi daima. Kwa nini amefungwa? Kwa nini ufanikiwi? Kwa nini biashara yako haiendi? Kwa nini shamba lako kila siku wewe ndio hauvuni sawa sawa? Kwa nini kile unachojaribu kwenye uchumi hakiendi, wakati Mungu anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima? Maana yake kuna tatizo mahali. Maana yake kuna itilafu mahali. Maana yake kuna sehemu hapapo sawa sawa, kwa sababu Mungu ameshakuahidia kwamba malango yako yatakuwa wazi daima. Lakini tunajiuliza tena, labda hii haitoshi, tutafute neno lingine. Neno gani ambalo Mungu anatuahidi? Mungu anasema na sisi kwa habari ya kufanikiwa. Tutasoma kitabu cha waraka wa 3 wa Yohane. Waraka wa 3 wa Yohane sura ya 1 aya ya 2. Waraka wa 3 wa Yohane sura ya 1 ya 2 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anasema naomba ufanikiwe katika mambo yote, pamoja na nini? Na uchumi. Kumbe kama neno la Mungu linatuambia kwa habari ya mafanikio, kwa nini wewe haufanikiwi? Unafanya jitihada zote, umewekeza vya kutosha, unahangaika sana, unatumia mbinu zote, unatangaza biashara yako, unalima sana, mashamba yenye rutuba, unaweka mbolea safi, mbegu zako ni nzuri. Kwa nini wewe hauvuni sawa sawa? Kwa nini wewe upati mavuno yako sawa sawa? Kwa nini biashara yako haiendi? Biashara yako ujasiriamali ndogo ndogo, ukiuza hela haionekani, mafanikio haionekani. Kumbe tunagundua kwamba hapa kuna vita ya uchumi. Yupo mtu amekalia nafasi yako ya uchumi. Yupo mtu ameshikilia nafasi yako ya uchumi. Kwa hiyo kwa neno hili unaanza kujua kwamba kuna mahali hapapo sawa sawa. Kwa hiyo kama mahali hapapo sawa sawa, sasa hapo ndio unaanza kuingia kwenye vita. Kwamba hapa lazima niingie kwenye vita. Lazima nimtafute aliyekalia nafasi yangu ni nani, ili niweze kupambana, niweze kumtoa kwenye hilo eneo, niweze kumtoa kabisa asije akanisumbua tena. Tayari umejua, kwa sababu Mungu anasema malango yako yatakuwa wazi.
wala yatafungwa mchana wala usiku. Lakini kitabu cha waraka wa 3 wa Yohane anakuambia vizuri kabisa, mpenzi, na ufanikiwe katika mambo yote. Sasa swali linakuja, kwa nini wewe haufanikiwi? Tumeanza kuelewa sasa kwa habari ya vita. Sasa ukishajua neno la kusimamia, tumeshapata neno la kusimamia. Tumepata katika Isaya sura 60:11, tumepata neno katika kitabu cha waraka wa 3 wa Yohane sura ya 1 aya ya 2. Sasa tunaenda moja kwa moja, sasa tunasema vita hivi napigana kwa namna gani? Nimeshajua tayari kuna shida mahali, nataka nipigane vita, nataka nipambane kwenye hii vita, nataka kushinda kwenye hii vita, kwa sababu nimemuona adui tayari amekalia malango yangu, amekamata nafasi yangu ya uchumi na kwenda kwenye vita. Tumeshapata neno, tunakwenda kutafuta silaha. Tunatumia silaha gani sasa? Nasoma Yeremia sura ya 23 aya ya 29. Yeremia 23:29, Bwana wa majeshi anasema nini? Aya 29, kitabu cha Yeremia kinasema, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Kwa nini nimetafuta neno hili? Nimelitafuta neno hili kwa sababu kama kuna mtu ameweka kizingiti chochote, hakikisha unakwenda kuvunja kizingiti hiko. Mungu anasema malango yako yatakuwa wazi, manake malango yamefungwa. Wewe uhitaji funguo, unahitaji kuingia kwa mabavu, kwa sababu malango ni ya kwako. Vunja malango. Utavunja vunjaje? Nini kinakupa kibali cha kuvunja malango? Katika kitabu cha Yeremia sura ya 23 aya 29 anasema, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Sasa hapa unakwenda kulituma neno la Mungu, unasema Bwana, neno lako najua kwamba ni kama moto, kama usemavyo katika kitabu cha Yeremia. Vile vile unasema neno lako ni kama nyundo. Ninatamka kuvunja kila mlango ambao adui ameufunga. Ninavunja kila kizingiti, ninavunja kila beria, ninavunja kila aina ya cheni, kufuri, kila aina ya kigingi ambacho kimewekwa, ninakivunja kwa jina la Yesu. Kwa nini unavunja? Unavunja kwa sababu Mungu anasema neno langu ni kama nyundo. Tuma nyundo ya mbinguni ikavunje hiyo milango, ikavunje kila kizingiti, ikavunje kila kilichozuia malango yako, kilichofunga malango yakafunguke. Si Yesu mwenyewe anasema, si neno la Mungu linasema kwamba malango yako yatakuwa wazi? Fungua malango yako, fungua malango yako yafunguke kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tuma moto wa radi. Mungu anasema Mungu wetu ni moto ulao, lakini hapa anasema je, neno langu si kama moto? Mungu wetu ni moto ulao. Tuma moto, tuma shambulia, teketeza kila silaha, teketeza na kuangamiza, vunja, angamiza silaha yote iliyonyanyuka, kila aina ya kifaa, kila aina ya silaha ambayo adui ameitumia kwa ajili ya kufunga malango yako. Tuma moto wa radi. Omba kwa maanisha kwamba ninatuma moto wa radi. Unautuma moto wa radi kwa sababu Mungu ni moto, Mungu ni moto, Mungu ni moto ulao. Teketeza kila falme, teketeza kila kigingi, teketeza kila aina ya kizingiti ambacho adui mwovu amefanya nini? Amezuia nacho, ambacho amekuzuia wewe katika malango yako ya uchumi. Kwa hiyo unaona umepata uhalali kwanza wa neno, limekufundisha kwamba malango yatakuwa wazi. Lakini jambo la pili, umegundua kwamba kuna silaha ya kutumia. Unakwenda kuyavunja malango yote ambayo adui ambayo amefanya nini? Adui ambayo ameyazuia, unakwenda kuvunja ili upate kuingia. Lakini neno la Mungu pia linasema mtakao yafungua duniani mbinguni yamefunguliwa. Fungua malango yako, tuma funguo, master key ya mbinguni ikafungue milango isiyofunguliwa yote ambayo hajajulikana itafungua kwa namna gani. Tuma malaika wa Bwana wakafungue kwa mamlaka. Fungua mashariki, fungua magharibi, fungua kaskazini, fungua kusini. Fungua malango yako, kwa sababu Mungu amekupa kibali cha kuyafungua hayo malango. Sio kufungua tu na kuyafunga, lakini kwa sababu malango yako yamefungwa, unapaswa kuyafungua. Kwa hiyo unapopigana vita yote lazima uelewe kanuni. Sasa umeona hapa tunapigana vita vya kiuchumi. Unaomba maombi ya vita vya kiuchumi. Tunakwenda kufungua malango, tunakwenda kuyavunja malango, tunakwenda kutuma moto ukateketeze kila aina ya kizingiti ambacho kimezuia malango yako. Sasa unafikiri maombi ya namna hii tuenda kuomba kwa habari ya kupata mke au kupata mchumba? Maombi ya namna hii tuenda kuomba kwa habari ya kutafuta kazi? Maombi ya namna hii tuenda kwa habari ya uzazi, kuomba kwa habari ya kupata mtoto? Hapana.
Kwa hiyo kila maombi yana kanuni yake. Lazima unachoombea kiwe na neno lake. Lazima unachoombea ujue kabisa unatumia silaha gani. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo kwa mfumo ambao nimekuelewesha hapa, unachotaka kuomba chochote, tafuta neno la kusimamia, tafuta silaha ya kwenda kuwapiga hao maadui. Ingia vitani ukawapige ukiwa unamaanisha, kwa sababu Mungu ndiye anatoa neno na Mungu ndiye anatoa silaha. Silaha zote anazo Mungu wa mbinguni. Kila tunachokiomba lazima kitoke mbinguni, kwa sababu tunapambana katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Na ukiachilia maombi ya namna hii, hayo malango yako lazima yatafunguka. Kitu kingine, unapoingia katika vita hizi za kiroho, weka muda maalum wa kuombea. Unajipa muda. Labda ulikuwa hujawahi kuomba kabisa, utasema nitaomba kwanza kwa siku 3, ama nitaomba kwa siku 6, ama nitaomba kwa siku 9. Weka muda maalum. Weka muda maalum. Lakini pia wakati wa kuomba ni saa ngapi? Weka hiyo, zingatia. Nitakuwa naomba saa 4 usiku, nitakuwa naomba saa 5, naomba saa 6. Basi hakikisha kila siku kama ni saa 4 mpaka unamaliza maombi yako. Hicho ni kitu cha muhimu sana ambacho kitakusaidia maombi yako waweze kupenya sawasawa, kwa sababu hiyo kazi unapoomba, unapotuma makombora, unapotuma kila risasi, ni malaika wanafanya kazi hiyo, ni Roho Mtakatifu anakusaidia. Kwa hiyo lazima awe anajua ni muda gani ambao anakwenda kudili na kazi yako. Unapoingia kwenye kuomba, tujue kwamba tayari huu ndio wakati wa kuomba. Ninaingia kwenye kuomba saa 4 mpaka namaliza maombi yangu. Sasa usije ukasahau kitu kimoja. Unapokuwa unaomba unaweza kupata matokeo, na maombi yote ambayo yamefanyika sawasawa lazima upate matokeo. Matokeo yatakuja kwa namna gani? Inawezekana ukaona kitu kikareact katika ulimwengu wa nyama kabisa. Labda kuna watu fulani walikuwa marafiki zako sana, wakaanza kukuchukia. Usije ukashangaa, inawezekana ni reaction ya maombi yako, wameanza kupigwa. Au unaweza kuota ndoto. Kwa zingatia ndoto utakazokuwa unaota katika maombi. Ama Bwana majeshi anaweza kukusemesha kwa namna ya maono, ama kwa namna ya sauti, ama kwa namna ya mtu yote kuja kukuletea taarifa. Kwa hiyo ukiwa kwenye maombi, zingatia kwamba wakati huu nipo kwenye maombi, wakati huu ninafanya maombi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, usipuuze. Mungu anaweza kukujibu katika maombi yako, akakuonesha vitu fulani kwenye ndoto. Wewe ukasema ni ndoto, kumbe Mungu anasema na wewe kwa habari ya maombi. Urekebishe wapi, uongeze wapi, ama kitu gani, process gani, kuna progress gani ambayo inaendelea katika maombi yako. Mungu anasema na mwanadamu unapoingia kwenye maombi, na lazima Mungu anasema na mwanadamu, kwa sababu anakupa taarifa ya kile ambacho umekiomba. Ukiona upati taarifa yoyote, maana yake kuna kasoro katika maombi ambayo unayaomba. Inabidi kutafuta namna ni kwa nini haupati taarifa. Hauwezi ukaomba maombi alafu usipate taarifa, haiwezekani. Kwa hiyo unapoomba maombi yote lazima Mungu anakupa taarifa. Kwa hiyo kuwa makini wakati wa maombi. Kuna vitu Mungu anaweza kuwa anasema na wewe alafu ukavipuuzia, kumbe ndio mustakabali na hatima ya maombi yako Mungu ameshasema na wewe. Sasa yawezekana hauelewi chochote, ndio maana kuna channel kama ya Mikono ya Kristo. Unaweza ukatafuta namna ya kuwasiliana sisi, ukasema na sisi, ukatupigia simu, tukawasiliana na wewe, tukazungumza, tukakupa maelekezo kwamba hapo kama uliomba maombi haya, basi ufanye 1, ufanye 2, ufanye 3. Mimi nimekupa msingi wa maombi. Leo nakupa msingi wa maombi yanayohusu uchumi. Maana watu wengi wanataabika na uchumi. Mtu yuko kwenye kazi, unakutana na mtu amefanya kazi bodaboda, ameendesha bodaboda miaka 10. Unamuuliza, umefanya nini katika kazi hii? Hana alichokifanya. Huyo maana yake lango lake kuna mtu amelikalia, anafanya kazi anawafanyia watu wengine. Mtu yupo kazini, ameajiriwa, ana miaka 7, anapokea mshahara mzuri. Unamuuliza, wewe umefanya kitu gani cha maendeleo? Hakuna. Hela ametumia, anakwambia nimetumia lakini sio nilichokifanya. Miaka 7. Alafu wenzako na miaka 2 tu wanaonekana kabisa wale ni wafanyakazi, wanapata mshahara na mshahara unawasaidia. Kwa hiyo ukiona sio tu kwamba upati tu hela, unaweza kuwa unapata hela lakini haufanikiwi, hauoni mafanikio. Unavuna mavuno wakati mwingine vizuri, lakini ukiuza, ukija kujiuliza ulifanya nini, hakuna, ni hasara zaidi, ni madeni. Hiyo ni lango la uchumi limekamatwa, ndugu yangu. Hilo ni lango la uchumi. Unapata pesa hazionekani tu. Hilo ni lango la uchumi. Ama unafanya kazi haupati chochote, wewe umekuwa mtu wa kudhulumiwa tu. Kila ukienda kufanya kazi kwa watu kama kibarua, wanakula hela zako, wanakulipa hela hafifu kabisa, wanakunyonya kila unapoitwa leo. Hilo ni lango la uchumi limezuiliwa.
Hivyo nimekupa mbinu na kupa maarifa ya kuweza kupambania lango lako la uchumi, ili adui aachilie kibali chako. Maana yake kibali cha uchumi kimeshikwa. Kwa hiyo kwa maombi ambayo tutakwenda kuomba, lazima adui ataona moto, lazima adui ataona nguvu ya Mungu imeshuka, inakusaidia, inakupigania, anakwenda kuachia. Hakuna ambaye anaweza kupigana na Bwana wa majeshi, hayupo yoyote yule. Haijalishi mganga, haijalishi mchawi, haijalishi mshirikina, hakuna anayeweza kupambana na Bwana wa majeshi. Somo hili likusaidie. Ukiwa hujaelewa somo, unaweza ukalirudia tena, ukarudia tena, ukarudia tena. Haya maandiko nayokupa unayaandika pembeni, unasoma vizuri kwa utulivu, ili upate kuelewa kwamba maandiko haya yanakufunulia kitu gani. Mimi naweza nikakufundisha hiki nilichokufundisha, lakini wewe ukikaa chini ukasoma vizuri, ukatafakari, Mungu akakufunulia kitu kikubwa zaidi kuliko hata nilichokifundisha kwa wakati huu. Mungu akutie nguvu, uendelee kufuatilia mafundisho haya, maana sisi tunakufundisha wewe maarifa ili uweze kujitegemea, ili uweze kujua njia za Mungu ni njia za namna gani, na Mungu amekusudia nini kiwe katika maisha yako. Adui asikuchezee, adui asikuzunguke, adui asikutese, kwa sababu tayari umepata maarifa yanayohusu maombi. Tutakuwa tuna mwendelezo wa maombi haya ya uchumi na mengine kadiri vile Mungu atakavyotuongoza. Tazidi kuwafundisha maombi mbalimbali, ili kila mmoja apate neema hii na aweze kujipambania yeye mwenyewe. Kama haujaelewa, kama umeelewa lakini unataka kuuliza swali, ama una changamoto, ama una jambo fulani unataka kulifahamu zaidi, namba za simu ziko hapo. Tupigie mahali popote ulipo, tupigie. Piga tu, tutawasiliana, tutazungumza. Kuna namba hapo ukiangalia na WhatsApp. Hiyo namba moja ya namba siku hizi zinachanganya, lakini tafuta namba moja tu kwenye WhatsApp utaiona. Wasiliana na sisi. Tutakuhudumia tu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Piga simu. Lakini vile vile nakusii, kama una ndugu zako, share mafundisho haya. Yamkini yuko ndugu yako mahali fulani anahitaji na yeye kusikia mafundisho haya, anahitaji na changamoto kama changamoto za kiuchumi ndio yani zimetawala kwa nyakati tulizonazo. Watu wengi wanateseka na masuala ya kiuchumi. Hivyo wasiliana ndugu yako, mwambie asikilize hii, mwambie kama ana changamoto na yeye anatafuta namna ya kujikwamua, kuchomoka kwenye ile gereza. Akiona haelewi kabisa, atupigie simu, tuwasiliane, tuongee, tushauriane vizuri. Roho wa Mungu atamsaidia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Usipuuze neno la Mungu. Watu wengi wameangamia kwa sababu ya kutokuelewa formula. Wanaomba miaka mingi, wanaomba mimi nimeomba sana sijafanikiwa. Swala la maombi sio habari ya kuomba sana, ni habari ya kuelewa unaomba nini, kwa wakati gani, unatumia neno gani, nguvu gani utumie kulingana na vita ulionayo. Sio vita zote zinafanana, vita hazifanani. Vita zingine ngazi yake ni ya chini, zingine ngazi yake katikati, vita nyingine ngazi yake ni ya juu. Lazima kuelewa silaha za tofautiana. Mimi nimekupa mfano tu haya maandiko, lakini yako maandiko mengi sana ambayo yanaweza kukusaidia kupambana katika vita vya kiuchumi. Ninakusii endelea kufuatilia mafundisho yetu kama nilivyosema kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunapatikana huko kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Tupigie, tuwasiliane. Tutakuhudumia kwa changamoto ulionayo, na huduma zetu ni bure kabisa. Ni kupiga tu simu, weka vocha yako, tupigie, tutazungumza. Ili tunataka wewe utoke hapo ulipo na useme mkono wa Bwana umekutembelea kupitia jukwaa hili, channel ya Mikono ya Kristo. Pengine kuna kitu ulikuwa ukielewi, Mungu amekwenda kukifunua, umekwenda kukielewa na unakwenda kubarikiwa. Utaanza kushangaa mambo yako yanakwenda vizuri kwa sababu ya maombi tu. Kumbe ulikuwa unahangaika yamkini kwa waganga, unapoteza pesa zako, wanakudanganya. Swala ni maombi tu. Tunavunja kila ngome na kusambaratisha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.